Karibu tena Eco Africana TV. Sasa jinsi ya kutumia incubator ya mayai 112. Tunajua miaka miwili iliyopita tulitengeneza tutorial namna ya kutumia incubator ya mayai 112, yani namna ya kuitumia. Sasa ile video mwanzo, unajua miaka inavyosogea ndio hivyo kila siku teknolojia inakuwa. Kwa hiyo kuna marekebisho mbalimbali kwenye matumizi ya incubator. Sasa hii ni incubator ya mayai 112. Kwa maelezo tunaelezea hapa ni kwa yule mtu ambaye anatamani kutumia incubator, au ndio wewe unataka kutumia incubator, umenunua incubator kwetu au umenunua sehemu nyingine unataka kutumia hii incubator, basi hii ndio namna ya kuitumia. Au ushawahi kununua incubator lakini umeona hii video, basi nawe pia itakufaa, kwa sababu kuna vitu ambavyo vipya ambavyo kwenye video za zamani hatukuelezea, lakini kwenye video hii hapa tutaelezea. Kama hujawahi kusubscribe channel yetu ya Eco Africana TV, basi subscribe ili upate vipindi mbalimbali ambavyo vinahusiana na masuala ya kilimo na ufugaji au mashine za kilimo na ufugaji. Sasa twende tutaione. Sasa ukinunua incubator kabisa, ukinunua incubator utapewa kifaa cha kulishia chakula hiki hapa ambacho kinakuwa hivi. Hii ni kawaida. Utapewa kifaa cha maji. Hiki lazima upewe. Utapewa lola hizi hapa, lola za raundi ya kwanza, lola ya juu. Pia utapewa lola za chini. Lola za juu zinakuwa ziko pisi 1 2 3 4 5 6 7 8. Kwa lola za juu zinakuwa pisi 8 ambao unaweka kwenye floor hii ya juu. Lakini lola za chini zinakuwa pisi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kwa hizi 9, hizi 8 lazima ziwepo. Unapewa waya wa umeme kama kawaida wenye pini 3. Unapewa waya wa sola. Huu hapa waya wa sola. Okay, kwa hiyo vitu ndio utavipatiwa, lakini pia utapewa na manual book kwa ajili ya matumizi. Lakini kwa mimi hii manual book ni mara chache sana, labda kwenye hii draft huwa kidogo hata sisi wenyewe tunapatumia, lakini sio haina vitu vingi sana ambavyo vitakuelezea namna ya kutumia incubator. Lakini utapewa na vifaa hivi vya maji, vya kuwekea maji. Hivi vina umuhimu wake. Vina umuhimu kwenye incubator. Hiki hapa kwa ajili ya kuweka maji, lakini hiki kilikuwa kinatumika zamani, lakini kwenye incubator hii sasa hivi hauwezi kutumia. Ni machache sana, lakini sasa hivi hakina umuhimu sana. Lakini hiki kina umuhimu. Umuhimu wake ni nini? Kwamba ukiwa unatumia incubator hapo, si ndio? Ikifika siku 18, sawa, unatakiwa upulizie hiki kifaa. Kwa hiyo hiki kifaa ni cha muhimu, nitakielezea kwenye stage ambayo ikifika. Lakini pia kwenye incubator hii ina mfumo wa automatic wa kuwekea maji. Kwa hiyo unapewa chupa 2 pamoja na hizi hapa system zake ya kuwekea maji. Kwa hiyo ni muhimu sana. Yaani kinakusaidia wewe baada ya kuweka maji mara kwa mara, unaweka tu maji mara moja. Lakini kitu kingine kinakuwa na mota. Sawa? Hii mota yake ndio uone hapa. Hii mota yake ni ngapi? Ngoja niangalia hapa chap. Ni AC volt 12. Umeona? Wati ngapi? Ni wati 4. Sema rahisi hapa wati 4 hawajaandika, lakini ni wati 4 inakuaga. Ni AC. Kwa hiyo unataka ujue mota yako ni aina gani. Kwa hii ni mota ya AC volt 12. Volt 12, yes. AC volt 12. Kwa hiyo hii ni AC volt 12. Kwa hiyo ikiwa volt 12, automatically kinachotokea ni nini? Kwamba kama unatumia sola haitageuza upande wa mayai, haitageuza. Yaani ukiona ina volt AC volt 12, ukiona umetumeka kwenye sola hapa, yani ukatumia kwenye njia hii kwenye sola, haitageuza mayai. Kwa hiyo hii njia inatumika kama backup, automatic backup. Kwa hiyo yule mtu ambaye anataka kutumia kwenye sola tu, hii mashine hatakiwi kutumia hapa. Maana akitumia hapa mashine itageuza mayai. Hicho kitu cha kuzingatia. Lakini ukinunua unapewa na hizi hacha tray 2. Kwa kitu cha kwanza kabisa, tukianza kwenye kutumia hapa, sogea uone hapa. Hii ndio sehemu ya kuweka maji. Maji yanatakiwa kae sehemu. Kwa hiyo hakikisha maji usiweke upande wa huku kwenye hii roller, usiweke maji yako. Kwa kitu cha kwanza utachukua hii hacha, hii kuna kubwa na ndogo. Utachukua hii kubwa, utaweka hapa. Sawa? Baada hapo ukiweka hapo, unachukua ile